Yo, what's poppin'? I go by the name of Adabu 13. Hii hapa ni 69 Media. Hope so tayari umesha subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu ambazo huwa tunakuletea mara kwa mara. Bana, taarifa ambayo tuko nayo ni heshima ya Jide ya miaka 25 ambayo amefanya pale the Superdome. Of course, amekinukisha, amefanya kazi nzuri na kualika wasanii kufanya nao kazi vizuri kwenye stage, na tunajua Jide ni mtu mzuri sana na kufanya live band, na ameshatuonyesha na kuprove kwamba yeye ana uwezo wa kufanya vitu hivyo. So jana kulikuwa kuna vitu vingi sana ikiwemo matukio ya wasanii kufanya performance hizo, lakini kwa Jide mwenyewe kuonyesha kwamba bado sanaa ya muziki kwenye damu yake, na mwenyewe amesema kwamba sio rahisi utakuja kumuona kwamba Jide amefanya muziki kabisa. Ni kitu ambacho hakiwezekani na hayuko tayari kumwachia kijana yote kufanya ngoma. Kila mtu ana nafasi yake ya kufanya muziki na kuwa mkubwa, so kama kuna nafasi ya mwingine kufanya basi afanye, lakini yeye ataendelea kufanya. Moja kati ya matukio ambayo yalifanya watu wengi wazungumzie sana issue ya Jide ilikuwa ni uwepo wa mastaa wengi, hasa wale ambao walikuwa kuigiza lakini pia wa kuimba, hata wale masocialite kwenye mitandao ya kijamii pia walikuwepo. So event ilikuwa na kila aina ya watu walifika pale. Mtu kama Zailisa ambaye ameteka mitandao baada ya tukio lake kulifanya kwenye show ile ya Lead JD ambayo aliposti video akiwa anaangalia moja ya show ambazo zilikuwa zikifanyika, ama performance ilikuwa ikifanyika pale, na akaamua andike kitu kwenye Instagram yake, kwenye Insta story pale akaweka anajishoot kwenye nyimbo anacheza. Ilikuwa ni wimbo wa Papi Kocha. So yeye akaandika, to be honest, sijawahi kwenda kwenye show ya msanii nikapigwa na butwa baada ya kumuona msanii, ila kwa huyu kaka nilijikuta niko shocked. Sijui akaunti yake anayemjua nisaidie kumwambia nampenda Papi Kocha. I really love your songs wallahi. Nilikuwa mdogo enzi hizo ila nazipenda nyimbo zake zote. So Zailisa ameandika hivyo, lakini aliambatanisha na kipande cha wimbo wa Papi Kocha na yeye alikuwa akiimba na kucheza. So watu wakaanza kujiuliza, huyu Zailisa ambaye aliwahi kuwa na Manara, Zailisa ambaye aliwahi kuwa na Dula Makabila, ndio Zailisa ambaye sasa hivi anataka kuweka upendo wake kwa Papi Kocha? Watu wengi wakawa wanajiuliza maswali hayo, huku watu wakisema kwamba labda kaongea tu kama shabiki, lakini wengine wanasema huyu bwana dada hatani, aliwahi kuongea hivi kuhusu Dula Makabila ikatokea, aliongea hivi kuhusu Manara ikatokea. So maybe anachokiongea hapa anamaanisha na yuko tayari kuwa na Papi Kocha. Msanii ambaye amefanya muziki kwa muda mrefu. Kuna kipindi fulani walikuwa jela yeye na baba yake, lakini msamaha wa rais the late John Pombe Magufuli aliwaachia huru, na sasa wakarudi kwenye muziki rasmi, na tunawajua ni watu wazuri sana hasa wanapofika kwenye muziki wa live band. So Papi Kocha ameonyesha upendo wa dhati na Zailisa, msanii wa maigizo lakini pia sasa hivi ni model ambaye anasifika kwa urembo wake, ikiwemo kutoboa ulimi. Tusijisahaulishe hapa kwamba Zailisa ni moja kati ya watu ambao wametoboa mpaka ulimi wao ili kuonekana warembo zaidi. Zailisa pia sasa hivi anaonekana akiwa na ukaribu na Dula Makabila ambao walikuwa ex zamani. So ule msomo wa ex kwamba hawana ugomvi na sio maadui, basi tunauona kwa Zailisa na Dula Makabila. Tunaona kwenye maposti nini wanapostiana, maana wanakuaga tag, mtu anamtagi mwenzake. So ni vitu viko fresh baina yao wawili. Upande wake na Manara hatujajua umekaa vipi, lakini kwa upande wa Dula Makabila uko fresh, na sasa hivi tunamzungumzia Papi Kocha. Maybe it can happen kwa Papi Kocha kuwa na Zailisa, maybe kwa sababu Papi Kocha umri wake unaruhusu kuwa na Zailisa bado bana. Tusiseme kama ndio mtu ambaye imeenda, hapana. Kama Zailisa aliweza kuwa na Manara, tuseme na Papi Kocha bana, inawezekana. So kama kuna nafasi tusubiri, labda Zailisa anaweza kuwa na Papi Kocha na mambo yakaenda vizuri kabisa bana. I go by the name of Adabu 13. Hapa ni 69 Media, na kama una familia kabisa, kama uko tayari umesha subscribe na kubonyeza alama ya kengele, unakomentisha kinoma noma, fika pale Instagram andika 69 Media TZ, unakomentisha tena kinoma noma, na kama una familia kabisa, habari ni nyingi, habari za moto sana. So fika hapo unakomentisha mwanangu. I'm out. Yo, what's poppin'? I go by the name of Adabu 13. Hii hapa ni 69 Media. Hope so tayari umesha subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu ambazo huwa tunakuletea mara kwa mara. Bana, taarifa ambayo tuko nayo ni heshima ya Jide ya miaka 25 ambayo amefanya pale the Superdome. Of course, amekinukisha, amefanya kazi nzuri na kualika wasanii kufanya nao kazi vizuri kwenye stage, na tunajua Jide ni mtu mzuri sana na kufanya live band, na
ameshatuonyesha na kuprove kwamba yeye ana uwezo wa kufanya vitu hivyo. So jana kulikuwa kuna vitu vingi sana, ikiwemo matukio ya wasanii kufanya performance hizo, lakini kwa Jide mwenyewe kuonyesha kwamba bado sanaa ya muziki kwenye damu yake, na mwenyewe amesema kwamba sio rahisi utakuja kumuona kwamba Jide amefanya muziki kabisa. Ni kitu ambacho hakiwezekani na hayuko tayari kumwachia kijana yote kufanya ngoma. Kila mtu ana nafasi yake ya kufanya muziki na kuwa mkubwa, so kama kuna nafasi ya mwingine kufanya basi afanye, lakini yeye ataendelea kufanya. Moja kati ya matukio ambayo yalifanya watu wengi wazungumzie sana issue ya Jide ilikuwa ni uwepo wa mastaa wengi, hasa wale ambao walikuwa kuigiza lakini pia wa kuimba, hata wale masocialite kwenye mitandao ya kijamii pia walikuwepo. So event ilikuwa na kila aina ya watu walifika pale. Mtu kama Zailisa ambaye ameteka mitandao baada ya tukio lake kulifanya kwenye show ile ya Lead DJD ambayo aliposti video akiwa anaangalia moja ya show ambazo zilikuwa zikifanyika, ama performance ilikuwa ikifanyika pale, na akaamua andike kitu kwenye Instagram yake, kwenye Insta story pale akaweka anajishoot kwenye nyimbo anacheza, ilikuwa ni wimbo wa Papi Kocha. So yeye akaandika, to be honest sijawahi kwenda kwenye show ya msanii nikapigwa na butwa baada ya kumuona msanii, ila kwa huyu kaka nilijikuta niko shocked. Sijui akaunti yake anayemjua nisaidie kumwambia nampenda Papi Kocha. I really love your songs wallahi. Nilikuwa mdogo enzi hizo ila nazipenda nyimbo zake zote. So Zailisa ameandika hivyo, lakini aliambatanisha na kipande cha wimbo wa Papi Kocha na yeye alikuwa akiimba na kucheza. So watu wakaanza kujiuliza, huyu Zailisa ambaye aliwahi kuwa na Manara, Zailisa ambaye aliwahi kuwa na Dula Makabila, ndio Zailisa ambaye sasa hivi anataka kuweka upendo wake kwa Papi Kocha? Watu wengi wakawa wanajiuliza maswali hayo, huku watu wakisema ya kwamba labda kaongea tu kama shabiki, lakini wengine wanasema huyu bwana dada hatani, aliwahi kuongea hivi kuhusu Dula Makabila ikatokea, aliongea hivi kuhusu Manara ikatokea. So maybe anachokiongea hapa anamaanisha na yuko tayari kuwa na Papi Kocha. Msanii ambaye amefanya muziki kwa muda mrefu, kuna kipindi fulani walikuwa jela yeye na baba yake, lakini msamaha wa rais the late John Pombe Magufuli aliwaachia huru na sasa wakarudi kwenye muziki rasmi, na tunawajua ni watu wazuri sana hasa wanapofika kwenye muziki wa live band. So Papi Kocha ameonyesha upendo wa dhati na Zailisa, msanii wa maigizo lakini pia sasa hivi ni model ambaye anasifika kwa urembo wake, ikiwemo kutoboa ulimi. Tusijisahaulishe hapa kwamba Zailisa ni moja kati ya watu ambao wametoboa mpaka ulimi wao ili kuonekana warembo zaidi. Zailisa pia sasa hivi anaonekana akiwa na ukaribu na Dula Makabila ambao walikuwa ex zamani. So ule msomo wa ex kwamba hawana ugomvi na sio maadui, basi tunauona kwa Zailisa na Dula Makabila. Tunaona kwenye maposti nini wanapostiana, maana wanachokuaga tag, mtu anamtagi mwenzake. So ni vitu viko fresh baina yao wawili. Upande wake na Manara tujajua umekaa vipi, lakini kwa upande wa Dula Makabila uko fresh, na sasa hivi tunamzungumzia Papi Kocha. Maybe it can happen kwa Papi Kocha kuwa na Zailisa, maybe kwa sababu Papi Kocha umri wake unaruhusu kuwa na Zailisa bado bana. Tusiseme kama ndio mtu ambaye imeenda, hapana. Kama Zailisa aliweza kuwa na Manara, tuseme kuwa na Papi Kocha bana, inawezekana. So kama kuna nafasi tusubiri, labda Zailisa anaweza kuwa na Papi Kocha na mambo yakaenda vizuri kabisa bana. I go by the name of Adabu 13. Hapa ni 69 Media, unakuwa na familia kabisa. Kama uko tayari umesha subscribe na kubonyeza alama ya kengele, unakomentisha kinoma noma, fika pale Instagram andika 69 Media TZ, unakomentisha tena kinoma.